Almuhimu, kaida kubwa ambayo tutakwenda nayo katika masala ya ndoa, usijaribu kujiumiza kwa kulazimisha lazima umuoe mwanamke fulani. Unapata tabu. Kuwa ni mtu ambaye ni upo kati na kati. Ukimtaka mwanamke fulani, ikikubaliwa khairan, haikukubaliwa ni khair kwake. Hilo jambo litakuondoshia matatizo mingi katika nafsi yako na vile vile katika jamii. Lakini kulazimisha kwamba mimi ni lazima nimuoe fulani ndiyo ambayo anastahili kuwa na mimi, wengine wote duniani hawastahili, utajinyonga. Wako ikhwa ambao wamesoma dini vizuri, washajinyonga. Watu wakakata kitanzi ndio tuka na kistuli chake, katoka na kanzu yake, kajitia kistuli, kisa kataliwa. Yeye kajipa 100% na mwanamke, kufika huko mwanamke kamkataa, kajinyonga. Watu wanakuja wamekata, yani yaoneni chupi sio yaoneni chupu. Mtu kaharakizwa mnazi mmoja, mwingine kanywa mafuta taa, mwingine. Kwa hiyo haya mambo si mambo ya kujifanya wewe kama umeandikiwa huyo mwanamke fulani. La, utafikwa hivyo. Yani katika masala ya qadar kuna makadirio ya mwaka, ambao katika makadirio ya mwaka Allah Subhanahu wa ta'ala anawakadiria nani amuoe nani na nani amuoe nani. Na qadar ni katika masala ya nini? Ya ghaib. Kwa hiyo usijilazimishe jambo ambalo wewe hulijui limeandikwa vipi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Na vile vile jua kwamba kama umeandikiwa huyo mwanamke husika umuoe, basi utamuoa. Kwa sababu mambo ya ndoa, huyu yanakadiriwa kila mwaka, kadiriwa nani, mabwana harusi wa mara hii watakuwa nani na nani, mahujaji mwaka huu watakuwa nani na nani. Zote hizo takdiri zipo, wanaita takdir al-hawli, makadirio ya mwaka. Sasa wewe kulazimisha, utalazimishaje? Wewe unalazimisha mtu lazima nimuoe kwa sababu kumbe huyo keshaandikwa mwaka huu mwezi fulani atauliwa na fulani, wewe fulani ni rafiki yako. Sasa unabakia wewe akhi unanuna, unabakia hatukuoni darasa. Kwa nini darasa? Kimbia. Unajua kwa nini kakimbia? Yule bwana alikuwa anataka mwanamke, rafiki yake ndio alomuoa. Sasa yote ya nini? Hilo jambo la kwanza. La pili, vile vile huwezi kuyajua madhaifu ya mwanamke husika mpaka uwe naye ndani. Kwa hiyo usilazimishe mwanamke ambaye umekataliwa lazima umuoe. Inawezekana ni kheri yako wewe kukataliwa. Yani wakati mwingine masala ya wanawake ni kama ile aya, dhahiruhu fihi rahma wa batinuhu mudhibati. Unaweza ukamkuta mwanamke kidhahir anapiga shungi la kweli, kidhahir dini anajilazimisha, kidhahir mihadhara yote anahudhuria, ingia ndani muoe huyo ndani. Ukifika huko ndani ukakutana na ile tanuri la moto, sema kumbe afundie bora. Unakuta mtu anakuambia al-akhi, bora utafute mtu mwenye kanga kuliko kutafuta mtu mwenye mashungi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kashatendwa. Kwa hiyo yeye kila mmoja anavaa shungi anajua ndio wale. Kwa hiyo lazima tuwe na mtu ujiweke katika kile kiwango ambacho cha kisawa na cha kibusara. Usilazimishe mambo. Unasikia baadhi ya habari, wako baadhi ya vijana wamechukua wanawake wamewapeleka mahakamani, wanataka ndoa mahakamani bila ya mawali wao. Sasa kwa nini unataka ndoa ya mahakama wewe bila ya wali? Na unajua kwamba hakuna ndoa bila ya wali. Kwa sababu ya haya mambo ya kulazimisha ambayo ni mapenzi ya hatari ya ishq. Lakini vile vile kuna jambo la muhimu la kujiuliza, wewe kwa nini ulazimishe hili? Yaani wewe kwa nini? Kama wewe ni kijana wa dini, umelazimiana na dini, huko mbali na wanawake, kwa nini huyo mwanamke uwe umeingiliana naye kiasi hicho? Hapa kuna matatizo ya kisheria yanatokea. Wewe umeivunja ile mipaka ya kisheria. Kwa hiyo badala ya kuwa katika mipaka ya kisheria na mwanamke, wewe umeivunja. Kwa hiyo yule mwanamke mshafaana kiasi ambacho sheria haijaruhusu. Sasa kuachana hamwezi. Sasa mmeenda kwa wazee wamekataa. Sasa mshatiana mapenzi ambayo ya haramu. Sasa mnataka kuendeleza kwa ubabe. Na ndoa hizi mara nyingi hata mkiozeshwa mahakamani haiwezi kudumu. Kwa sababu swala la ndoa si swala lako wewe na huyo binti. Swala la ndoa ni swala la kijamii, la kifamilia zaidi.
Wewe sasa hivi kwa vile mko nje mnaona sala ni lenu nyewe wawili, kwani anakaa naye ni mzee wake hataki, wewe unasema kwani yule mzee wake ndo anakaa naye, sina kaa naye mie. Huyo mzee wake unasema anakaa naye wewe, lakini kuna baadhi ya mambo yakitokea wewe ndo wa mwanzo kuinua simu ukampigia huyo mzee wake. Kuna baadhi ya mambo yakitokea katika familia huyo mzee wake atahitajika, na ndio maana sheria ikampa wali yeye asimamie hili jambo. Kwa hiyo tuacheni ule tunasema kama kiasi fulani tunasema kama ulimbukeni wa wanawake. Usiwe limbukeni wa wanawake afi ukadhalilika hivyo, ukaacha kanzu zako, ukaacha mafunzo yako ya Kiislamu eti tu kwa sababu unamtaka mwanamke. Ulimbukeni wa siku moja siku mitatu, hata ukiachiwa mahakama ikikuozesha ushamchukua mwanamke, baada ya mwezi ni jambo adi, ni jambo la kawaida. Alafu baadaye unaachana, ushajipotezea sifa yako, ushajipotezea mwelekeo wako wa kidini, ushajichotea na madhambi kwa kufanya jambo ambalo halina maana. Kaa katika mambo ya kidini, kuwa na subra, lile ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amelikadiria utalipata katika wakati wake uliokuwa sahihi.